Maoni. Baada ya miaka miwili ya vita, hatimaye wakazi wa Gaza wanarejea taratibu kwenye makazi yao, wakikutana na vifusi na majengo yaliyoporomoka na kuharibiwa vibaya na mashambulizi ya Israel, lakini wakiwa wamejawa na matumaini ya kuanza upya. Kwenye ukanda wa Gaza, makubaliano ya kusitisha vita yameleta ahueni, lakini eneo hilo la Wapalestina linakabiliwa hivi sasa na mzozo mkubwa wa kibinadamu baada ya sehemu kubwa kusambaratishwa kwa vita. Na kwa hakika safari ya kuijenga upya Gaza haitokuwa rahisi, bila shaka itakuwa ndefu. Rais wa Marekani Donald Trump akisifiwa kuwa mchora ramani nzima iliyofanikisha mpango wa vipengee 20 wa kufikiwa hatimaye amani katika vita hivyo kati ya kundi la Hamas na Israel. Katika hotuba yake ndani ya bunge la Israel na kwenye mkutano wa kilele huko Misri, kiongozi huyo wa Marekani alitangaza kwamba sasa vita vimemalizika, lakini ulimwengu bado unajiuliza, je, ni kweli amani ya kudumu itapatikana Mashariki ya Kati? Wapalestina wanapaswa kuwa na matumaini ya kuishi kwa amani? Kipi kitafuata baada ya Hamas kuwaachilia mateka wa Israel na kuachiliwa huru kwa wafungwa wa Kipalestina? Nani ataijenga Gaza? Tunajadili hayo na mengine katika kipindi hiki cha Maoni mbele ya meza duara. Nimewaalika mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati kutoka Tehran, Abdul Fattah Musa. Kutoka Washington yuko mwandishi wa habari Mubelwa Bandio, na mjini Paris nchini Ufaransa nimemwalika mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Saleh, na hapa studio mjini Bonn mwenyekiti wako kwenye Maoni mbele ya meza duara ni mimi Saumu Mwasimba. Karibuni nyote katika mjadala huu wetu leo. Asante sana. Na sote bila shaka tumefuatilia yaliyokuwa yanaendelea baada ya kufikiwa makubaliano ya kusitishwa vita Gaza. Shangwe zilitawala Gaza na Ramallah katika mamlaka wa Palestina, lakini hata Israel baada ya makubaliano hayo na hatimaye kufuatiwa na hatua ya kuachiliwa wafungwa kiasi 2,000 wa Kipalestina na mateka takriban 20 wa Israel. Bila shaka huu ni mwanzo mpya, Abdul Fattah. Lakini pia kuna mambo mengi yanayofanya huu mpango usitishaji vita kubakia kuwa tete. Kitu gani kinawasubiri wa Palestina unadhani? Suala hili la kufikiwa makubaliano ya kusimamisha vita ambayo awali Rais Donald Trump alitangaza kwamba vita vya Gaza vimeshamalizika kikamilifu, linabaki kuwa na hali ya wasiwasi mkubwa kutokana na sababu kadhaa ambazo hata Wapalestina wenyewe baada ya kutolewa tangazo hilo la kusimamishwa vita, wengi wao walikuwa wakieleza hivyo kwamba hatuna hakika kwamba baada ya hapa kweli tutashuhudia amani tena ya kudumu au chochote kinaweza kutokea. Na sababu ya kuwa na hofu hiyo, na ndivyo ambavyo inavyoonekana hata hivi sasa, ni kwamba kwanza suala zima la upande wa pili katika mzozo huu, yani Israel, na hasa serikali ya sasa ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, ambayo kimsingi pamoja na mawaziri wake wenye misimamo mikali wa mrengo wa kulia haikuwa tayari kusimamisha vita vya Gaza. Lengo lilikuwa ni kuhakikisha kwamba Wapalestina wote wanahamishwa katika eneo hilo na kutawanywa katika nchi mbalimbali za Kiarabu. Kwa bahati mbaya, msimamo huo ndio uliokuwa ukiungwa mkono pia na Rais Donald Trump wa Marekani, aliyependekeza mpango huu akitaka eneo la Gaza liwe ni eneo la burudani na starehe ambalo litamilikiwa na Marekani au pengine na yeye mwenyewe binafsi. Kwa hivyo mtu kimsingi anapata shaka kwamba kweli huu ni mpango ambao umependekezwa kwa nia njema na ni kweli utaweza kutekelezeka kama ilivyokusudiwa kwa mujibu wa vipengele vyake 20 mpaka hatua ya mwisho. Kwa sababu kuna mambo mengi katikati hapa yanatatanisha, hususan kuhusiana na hatima ya vipi wa Palestina kama wataweza hatimaye kufikia lile lengo la ukuu la kuhakikisha kwamba wanaunda nchi yao kama yalivyo mataifa mengine duniani na wanaishi na kwa amani wakiwa jirani na Israel, kama ambavyo huu mpango ambao umekuwa ukipigiwa upato muda mrefu wa kuundwa mataifa au madola mawili, na ambao tumeona mkutano wake uliofanyika kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ukisimamiwa na Ufaransa na Saudi Arabia, umepata uungaji mkono mkubwa kimataifa, na hata tukaona pia nchi kadhaa hasa za magharibi zikaitambua nchi ya Palestina. Sasa tatizo lililopo katika suala hili kwanza kabisa ni suala zima la kuweza haya makubaliano kutekelezwa katika muda huu wa siku chache tangu Rais Trump alipotangaza mpango huo
na kutangaza rasmi kwamba vita vimesimamishwa. Kwanza tumesikia mara kadhaa kwamba Wapalestina kadhaa wa Gaza wameendelea kuuawa kwa mashambulio ya Israel. Hili ni swala moja ambalo hata wakati tunafanya mazungumzo haya tayari kumekuwepo na taarifa kwamba Wapalestina wengine 3 wameuliwa Gaza. Katika upande wa pili, swala kubwa ambalo limekuwa likipigwa kelele na jamii ya kimataifa ni swala la misaada kuingizwa Gaza. Gaza watu wamekufa hata kwa njaa, na imethibitika kwa mujibu wa taarifa na ripoti za wataalamu wa Umoja wa Mataifa na wa masuala mauaji ya kimbari kwamba Israel imekuwa inahusika na mauaji ya kimbari katika ukanda wa Gaza. Imethibitishwa hivyo, na hata zikafika hatua kwa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutaka waziri mkuu wa Israel na waziri wa zamani wa ulinzi wakamatwe na kufikishwa kwenye mahakama hiyo kujibu tuhuma hizo za kuhusika na mauaji ya kimbari na jinai za kivita. Sawa. Lakini tuachie hapo Abdul Fattah, kwa sababu haya kuna mambo mengi kama ulivyosema kwamba hili ni swala ambalo linabaki kuwa ni la wasiwasi. Pamoja na kusitishwa hayo mapigano, umetaja mauaji ambayo bado yanashuhudiwa ya Wapalestina katika Gaza, na vile vile msimamo ambao unajionyesha toka hapo wa serikali ya mrengo mkali wa kulia ya Bwana Netanyahu kwamba haikuridhika na usitishaji huu mapigano. Mimi nije kwako Mohamed Saleh, kwa haya ambayo ameyazungumza Bwana Abdul Fattah. Sijui kwa mtazamo wako, pamoja na haya yote yanayoendelea, tunaweza kusema sasa kuna uhakika amani itarejea na vita kati ya Israel na Palestina vimesitishwa kabisa hivi sasa na pengine hata kumalizika kabisa baadaye pengine? Mimi na msimamo wangu ni karibu sawa na Abdul Fattah, kwa sababu hali mpaka sasa hivi ni tete, na utaona kwamba Israel bado inamiliki au inahodhi zile nyenzo zote ambazo za kuweza kuibinya Palestina. Kwa hivyo, na hata hivi jana tumeona akisema kwamba kutokana na kwamba wale maiti hawajawasilishwa wote ambao wanatakiwa, wameanza kuwatia hofu wa Palestina kwamba wanaweza kuanzisha tena vita wakati wote kuanzia sasa hivi. Na tumeona kwamba pia kufunguliwa kwa mlango wa Rafa kwa ajili ya kuingiza vyakula na vitu ambavyo muhimu kwa maisha ya Wapalestina, ufunguzi wake umekuwa ukisuasua. Kwa hivyo ninavyoona mimi bado swala ni tete, na wala siamini kama vita vimekwisha. Naona vinaweza vikaripuka wakati wowote tu. Lakini Israel bila shaka Bwana Mohamed Saleh imeacha kufanya mashambulizi Gaza ya toka siku ya kwanza ilipofikiwa makubaliano haya. Taarifa ambazo tunazisikia ni kwamba kwa kiasi kikubwa, mbali na haya ambayo yametokea hivi leo kama alivyotaja Abdul Fattah, lakini kwa ukubwa wake ni kwamba Israel imeacha kushambulia Gaza. Lakini vile vile lazima tukumbushe kwamba bado jeshi lake linaendelea kudhibiti takriban nusu ya Gaza, na inafahamishwa kwamba itaendelea kushikilia maeneo hayo mpaka Hamas itakapotekeleza masharti mengine yaliyoorodheshwa kwenye huo mpango wa amani. Ingawa pia kuna wasiwasi kwamba Hamas hawatokubali kuweka chini silaha, na hiki ni kitu kikubwa ambacho Israel wanakitaka. Katika mapendekezo yale, hili ni mojawapo ya masharti muhimu yaliyopendekezwa. Na pamoja na hayo, kabla ya Trump kuwasili Israel, Netanyahu alisikika akisema kampeni ya kijeshi ya Israel haijafikia kikomo. Maanake ni kutokana na wasiwasi unaosababishwa na Hamas. Mohamed Saleh, nini unadhani kinaweza kufuata? Mimi nikiangalia kwa mfano mpango wa mwanzo wa amani uliopita ambao uliwezesha kuachiliwa baadhi ya mateka wa Israel, ulipoanza ulitoa matumaini kama haya ya sasa hivi. Na tuliona kwamba baadaye Bwana Netanyahu hajaweza kutekeleza au kama alivyoahidi. Kwa hivyo sasa hivi hawa Hamasa wa Palestina hawana tena kitu cha kuwafanya kwamba waweze
hawana karata ya kucheza, na kwa hivyo Israel au bwana Netanyahu akiamua wakati wote kuvunja makubaliano haya, hakuna mtu atakayeweza kumzuia, na sasa hivi hali inamruhusu zaidi, yani nguvu zake zimeongezeka zaidi, kwa sababu hatakuwa tena na shinikizo la kutoka ndani ambalo la wale walokuwa na familia zao au watu wao walokuwa wakishikiliwa Gaza. Katika hayo aliyoyazungumza Mohamed Saleh, nataka nirudi kwako tena Abdul Fattah kabla sijakwenda kwa ndugu Mubelwa huko Marekani. Mohamed Saleh anapozungumza kwamba sasa Hamas hawana tena karata kwa sababu tayari wameshawaachilia mateka, na itakuwa manake ni rahisi bwana Netanyahu kuamua kurudi tena Gaza na kufanya mashambulio, na itakuwa hakuna mtu wa kumzuia. Lakini vile vile mtu anaweza kusema kwamba vipi Hamas wakiyavunja makubaliano, Netanyahu atakuwa hana haki ya kuingilia tena na kushambulia? Bila shaka yoyote, endapo Hamas haitatekeleza makubaliano ambayo kama itakuwa imejifunga na kujikubalisha nayo, bila shaka hilo hatuwezi kulikanusha kwamba Israel itakuwa inayo haki hiyo ya kuanzisha tena vita dhidi ya Gaza. Lakini swala linabaki hapa ni mambo mawili ya kimsingi. La kwanza ni kwamba baadhi ya makundi ya Palestina, makundi hayo ya wapiganaji wa Palestina likiwemo la Jihadul Islami, limetangaza kwamba katika mazungumzo yao wao hawajajifunga kusema kwamba sisi tutasalimisha silaha zetu. Yani makundi ya Palestina, pamoja na kwamba kumekuwepo na sharti hilo, lakini hilo ni jambo ambalo makundi ya Palestina kirasmi hayakuwa tayari kukabidhi silaha zao. Na kwa mujibu wa baadhi ya duru za makundi hayo ya Palestina, inasemekana kwamba huenda Hamas ikawa tayari kukabidhi silaha zake, labda za makombora ambayo yanaweza kufika Israel, na pengine baadhi ya miundo mbinu yake ya mahandaki. Lakini silaha zile ambazo endapo itakabiliwa na hujuma za moja kwa moja na Israel za kuweza kukabiliana na Israel, pengine Hamas haitokuwa tayari kukabidhi kila kitu katika swala hilo. Lakini tusisahau pia kwamba Rais Trump mwenyewe ndiye ambaye alikuwa ametoa hilo hakikisho la kwamba hivi vita vitamalizika moja kwa moja, na endapo kwa mujibu wa vipengele hivi 20 vya mpango wake kutatokea hitilafu na mivutano ya aina yoyote katika utekelezaji wa huu mpango, basi njia zitakazotumika kwa ajili ya kutatua tofauti hizo ni njia ya mazungumzo na si njia ya nguvu za kijeshi. Lakini tukumbuke tu kwamba Rais Trump mwenyewe amesikika tena akihojiwa na televisheni ya CNN akisema kwamba ikiwa Hamas itachelewesha mpango wa kukabidhi silaha zake, atatoa kauli moja tu au neno moja tu kuambia Israel kwamba warudi tena kwenye mitaa ya Gaza. Kwa hivyo kwa hakika haya ni miongoni mwa mambo ambayo yanabakisha ile tulichokieleza kabla kwamba hili suala linabaki kuwa ni tete, na kama alivyoeleza Sheikh Mohamed hapa ni kwamba kwa kuwa la msingi ambalo Israel kama serikali na hata wa Israel wenyewe, familia za mateka wa Israel zilikuwa zikipiga kelele na zikitaka vita visimamishwe, sasa imekuwa inabainika wazi kwamba si kwamba walikuwa wakitaka vita visimamishwe pengine kuwafikiria pia Wapalestina wanaoteseka na wanaouawa kila siku Gaza, lakini zaidi ilikuwa ni suala la familia zao na watu wao, kwa sababu hivi sasa ambapo Hamas imeshindwa kuweza kukabidhi maiti zilizobaki kwa haraka, jambo ambalo linajulikana kwamba ni vigumu kuweza kulitekeleza kwa muda mfupi wa siku kadhaa, wiki au hata miezi, kutokana na kifusi kisichopungua tani milioni 200 ambacho kimesambaa katika eneo la Gaza kutokana na mashambulio ya Israel, na hata kuna maiti za Wapalestina zaidi ya 10,000 ambazo zimekwama kwenye vifusi hivyo. Si jambo rahisi, lakini sasa wanasema kwamba kwa kuwa Hamas inachelewesha kukabidhi maiti hizo zilizosalia, kwa hivyo wanataka Israel ichukue hatua kijeshi kuvamia tena Gaza. Sawa. Trump, ndugu Mubelwa, amefanikiwa kufanya ambayo kwa hakika kabisa wameshindwa kuyafanya Biden, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Ulaya, mataifa ya Kiarabu. Manake amemlazimisha Netanyahu na Hamas kusitisha vita, na hatimaye vita vimesitishwa. Wapalestina wameshangilia, familia za mateka Israel zimeshangilia. Mubelwa, Trump anaweza kuangaliwa kama shujaa au ni mapema kumvika taji hili? Kwanza lazima tumshukuru kwa sababu vita vimesimama.
hakuna haja, halina ubishi kwamba vita kusimama kwa sababu yoyote ile. Hilo ni jambo la kushukuru. Lakini pia ukiangalia hata maandiko ambayo yamepata kutoka hivi juzi, kuna watu walikuwa wanajaribu kuangalia namna ambavyo Trump alijenga juu ya mpango ambao ulikuwa umeanzishwa na Joe Biden pamoja na Blinken, waziri wake mambo ya nje. Kwa kuna baadhi ya vipengele ambavyo vimetoka pale, na nafikiri umezungumza pia kwamba hata ule makubaliano ya mwanzo ambayo yalisababisha wafungwa 135 walikuwa mateka 135 wakaachiwa, kulikuwa kuna mpango ulikuwa unaendelea. Mpango ule Trump na Netanyahu waliamua kutoendelea nao. Kwa hiyo unaangalia, kwanza ilikuwa ni mvutano wa kisiasa baina ya wawili hawa, na nafikiri mpango huu ungeweza kama isingekuwa mvutano binafsi kati ya Netanyahu na Obama, Netanyahu na Joe Biden, kulikuwa uwezekano wa baadhi ya makubaliano kufikiwa, lakini walikataa. Wamekuja wamejenga juu ya ule ambao ulikuwa pale awali, na wakafanikisha hili. Lakini pia tunatambua kwamba mazungumzo ambayo waliyafanya Joe Biden na utawala wake, tawala zilizopita, pamoja na nchi nyingine na wale ambao walikuwa wanaonekana kuwapa support ama kuwaunga mkono Hamas, na kujiamulia uongozi gani wanaotaka, lakini sio kulazimishwa kutoka nje. Kwa hivyo hilo ni moja katika mambo ambayo yanaweza kuleta mzozo au matatizo. Pia swala la, kwa mfano, walikuwa wakizungumza kumchagua huyu bwana Tony Blair kuongoza labda waziri mkuu wa zamani wa Uingereza, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza kuweza kuongoza labda hicho kikundi ambacho kitaweza kuendesha ukanda wa Gaza katika kipindi fulani cha mpito mpaka atakapoweza kuleta utawala ambao utakubalika. Lakini katika hivyo vipengele vyote wanavyozungumza, hakuna swala la, kwa mfano, maazimio ya Umoja wa Mataifa kuhusu haki za Wapalestina, japokuwa wanazungumza swala la kuunda serikali au nchi ya Palestina au kuwa na nchi mbili, Israeli na Palestina, lakini haijulikani itaweza kufanyika vipi. Hawazungumzi kuhusu wale masetla ambao wanakalia ardhi ya Palestina, ambao wako kama masetla kama 700,000 hivi, namna gani wataweza kuang'oa na kuweza kuwalazimisha wakubali kuwepo kwa nchi mbili, na bila shaka yoyote Israeli haiko tayari kuona kitu kama hicho. Sawa, Mohamed Saleh, umetaja huo wasiwasi uliopo katika swala zima la ikiwa Wapalestina kweli watafanikiwa kuja kupata nchi yao iliyo huru itakayoishi sambamba au bega kwa bega na Waisraeli. Ukiwasikiliza baadhi ya wachambuzi, wanasema kwa hakika hii ndio ilikuwa fursa hasa ya Wapalestina kupata taifa lao huru. Lakini kama unavyosema, inaonesha si tu Netanyahu amesema waziwazi kwamba hatothubutu kutoa mwanya wa kuundwa dola la Wapalestina, lakini pia inaonesha Rais Trump hana uhakika na swala hili la kuwapa Wapalestina dola huru. Nije kwako Abdul Fattah, kwa Wapalestina unafikiri wanayo matumaini ya hili kutokea au wanauonaje mustakabali wao? Matumaini ni suala la matarajio na ndoto, lakini katika hali ya uhalisia suala la kupatikana nchi ya Palestina kwa kupitia huruma na msaada wa Marekani, hili ni jambo ambalo nahisi litakuwa gumu kuweza kufanikiwa, kwa sababu tukirejea tena kwenye huu mpango wa Rais Trump wa vipengele 20, Rais Trump hajazungumza pahala popote katika mpango wake kwa uwazi kuzungumzia suala la Wapalestina kupata haki yao ya kuunda nchi yao. Amelizungumzia suala hilo katika sura ya masharti kadhaa, likiwemo la kusema kwamba mpaka itakapohakikishwa kwamba Palestina itakuwa haina tena tishio la kijeshi dhidi ya Israel, na mpaka baada mamlaka ya ndani ya Palestina ambayo kwanza kimsingi Netanyahu na serikali yake wamesema kwamba wanapinga kata si Hamas, si mamlaka ya ndani ya Palestina inayoongozwa na Rais Mahmoud Abbas zishirikishwe katika uongozi wa Gaza.
na kwa hiyo ni baada ya kumalizika kipindi cha mpito ambacho kwa sasa kinaelezwa kwamba huenda kikaweza kuchukua hata miaka 5 cha hiyo inayoitwa mamlaka ya uendeshaji Gaza, ambayo nayo haijulikani itasimamiwa hasa na nani, kwa sababu Wapalestina wanapinga kwamba Blair asiwe na nafasi yote katika suala hilo. Sasa baada ya kipindi hicho cha mpito, Rais Trump katika maelezo yake anasema endapo mamlaka ya ndani ya Palestina itakayokuja kurejeshwa baada ya kipindi hicho itafanya mageuzi yanayotakiwa, na katika mageuzi tunaambiwa kwamba mpaka mfumo wa masomo ya Palestina yabadilishwe kuhakikisha kwamba ndani yake hamuna mambo na mafunzo yanaonyesha kujenga chuki dhidi ya Israel na dhidi ya Wayahudi. Na baada ya hatua hiyo, endapo Israeli itajiridhisha, hapo ndipo Israeli na Wapalestina zinaweza zikakaa kufanya mazungumzo juu ya suala la kuondoa nchi ya Palestina.